Benki ya Ushirika Tanzania imezinduliwa rasmi na inafanya kazi. Ilipozinduliwa hatukupata nafasi ya kukuhoji kama ambavyo nimesema awali kwa sababu ulikuwa safari. Sasa tumepata nafasi ya kuzungumza nawe, tunaomba tukuhoji. Swali langu ni kama ifuatavyo. Watu wengi sana watu wengi sana kwenye hili kuanzishwa kwa hii benki wako wanaosema ni nguvu ya soda na wengine wanasema, yani wanasema wako katikati. Kuna wengine wanasema hili swala ni nguvu ya soda, kwamba itafikia hatua litaishia njiani kuanzisha kwa hii benki ya ushirika. Wewe kwa upande wako maoni yako ni yapi? Okay, nashukuru. Kama nilivyosema, naitwa Dr. Dennis Sheshero Mchunguzi. Ni nambari zangu za simu ya kiganjani ni 0769 888 na 0717777222. Swali hili unaniuliza ni swali gumu kidogo kwa sababu sijajiandaa kama litaulizwa, lakini ni kweli nilikuwa safari wakati benki inazinduliwa tarehe 28 Aprili mwaka huu wa 2025, lakini nilifuatilia uzinduzi wake kwa makini kwa sababu mimi ni mdau wa ushirika, ni mdau wa wakulima na ni mdau wa kilimo, na kwa hiyo ni mdau wa kilimo mkubwa sana, na kwa hiyo nilifuatilia, na kwa hiyo nitakujibu majibu nitakayoweza. Lakini kama nitakosea takwimu au nitakosea maelezo mengine, nitaomba nisamehewe na waandishi wa habari na Watanzania. Swala la benki ya ushirika, wako wanaosema ni nguvu ya soda, wako wanaosema ni jambo zuri. Kwa hiyo 50 kuna nini? Nachofahamu ni kwamba Watanzania wengi kwenye mtandao nilivyoona, Watanzania wengi walishukuru kuanzishwa kwa benki ya ushirika. Kwa hiyo ni credit kubwa sana hiyo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye dhima yake na dhamira yake alisema kwa kauli yake kwamba anapojiandaa kustaafu na kwenda Kizimkazi mwaka 2030 baada ya uraisi, mwaka 2028-29 atahoji ushirika umesimama wapi. Ni maneno yake, si ya kwangu, ni ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ambaye amesema kwa kauli yake anataka kuacha legacy ya ushirika ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kuwepo kwa benki ya ushirika, kwa mujibu wa swali lako, si nguvu ya soda, si nguvu ya soda. Na wanasema hivyo, nimeona kwenye mitandao na nini, kwa kila ambacho Abdulmajid Musa Nsekela, CEO wa CRDB, CEO na MD wa CRDB alikisema kwenye moja ya warsha zile katika mwendelezo kabla ya kufungua ya uzinduzi wa ile benki. Walikuwa na panel discussion, na moja alichokisema Abdulmajid Musa Nsekela, ndugu Nsekela, CEO na MD wa CRDB, alisema tusiangalie nyuma sana, yaliyopita. Tukibeba yaliyopita sana hatufiki, kwa sababu kuna watu tuliwahi kuwa na historia nzuri na ambazo hazikuwa nzuri za vyama vya ushirika. Nadhani mnaelewa hilo. Na kwa hiyo kuna wanaosema hiyo, akasema tuangalie kuanzia sasa na tunakokwenda tunawezaje na itawezekana, na nakubaliana na Abdulmajid Musa Nsekela, CEO na MD wa CRDB. Kwa hiyo wengi wanasema haiendi mbali bwana, ni wale wanaoangalia matatizo ya ushirika ambayo tulikuwa nayo zamani na ambayo sasa hayatakuwepo. Na kwa mujibu wa swali lako niseme hivi kwa kifupi, ni kwamba benki ya ushirika imeanzishwa, imezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais tarehe 28 Aprili mwaka 2025, na nachukua nafasi hii kuipongeza bodi ya benki hiyo na management ya bodi hiyo, lakini kuwapongeza wanahisa wenye 51% ambao ni wanachama wa ushirika, lakini kupongeza wanahisa wengine ambao pia wameweka hisa zao ikiwemo benki ya CRDB Bank. Na wapongeza sana, napongeza bodi na management na mkurugenzi mkuu wa benki hiyo, nampongeza sana kwa kuanzishwa kwa benki hiyo. Benki hiyo haiwezi kufa na haiwezi kuwa nguvu ya nini? Ya soda hata kidogo. Kwa sababu kitu ili ujue kwamba kitakufa au uangalie basis yake na historia yake imekuwaje. Naomba niende quickly hivi. Kulikuwa na benki mbili, kuna benki mbili. Benki ya ushirika ya Tandahimba na benki ya ushirika ya Kilimanjaro. Kati ya mwaka 2014 mpaka 2020, na haya ni maelezo naeleza nilivyofuatilia wakati wa uzinduzi. Kama unavyoona mwandishi wa habari, sisomi mahali, kwa hiyo naweza nikakosea hata figures, mtanisamehe. Kati ya
2014 mpaka 2024 benki ya ushirika ya Kilimanjaro Cooperative Bank na ya Tandahimba zilipata matatizo makubwa matatu. Moja, zilipata matatizo ya ukwasi. Mbili, zilipata matatizo ya mtaji. Tatu, zilipata matatizo ya management. Benki ya CRDB Bank ilifanya yafuatayo. Ilizipatia zile benki mbili management, benki za ushirika zile, ya Tandahimba na ile ya Kilimanjaro. Lakini CRDB ilifanya kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana na ni muhimu wa Tanzania wakakielewa. CRDB Bank ilitoa shilingi bilioni 7 kuipatia benki ya ushirika ya Kilimanjaro kuisaidia, na bilioni 3 waliwapatia benki ya Tandahimba. Jumla bilioni ngapi? 10 wakatoa. Zile benki mbili ndio zimekwenda kuunganika kuanzisha benki ya ushirika na kuvuta watu wengine, wanahisa wengine kuingia ndani ya benki ile. Kwa hiyo uangalie hapo. Lakini of significance ni kwamba benki ya CRDB imefanya kitu ambacho ni significant kwa bara la Afrika na sio kwa Tanzania peke yake. Lile deni walilifuta. Mtu anakufutia deni, mwandishi wa habari, la bilioni 10. CRDB ililifuta ili benki ya ushirika ianze bila deni. Upo? Benki ya ushirika imeanza bila deni. CRDB wamesamehe deni la bilioni 10. Uliona wapi? Hiyo ni credit kubwa na ni ubunifu wa wataalamu, watumishi, wakurugenzi na bodi ya CRDB, lakini zaidi ni ubunifu wa CEO na MD wa CRDB Abdulmajid Musa Nsekela, ambaye naweza kusema ni icon wa mabenki na fedha katika bara la Afrika. Abdulmajid Musa Nsekela namtaja kabisa kwa jina, na utaona na umeona role yake hata katika, yeye ni mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, na ni CEO na MD wa CRDB, na ni mwenyekiti wa bodi ya chai. Yule bwana ana vision kubwa sana, na benki ya CRDB, the bank that listens, ina vision kubwa sana. Kwa hiyo CRDB Bank, huwezi kutaja benki ya ushirika Tanzania bila kutaja CRDB Bank. Umeona? Na akuacha hivyo kwamba nimefuta lile deni. CRDB Bank bado amenunua hisa 20% ndani ya hii benki ya ushirika. Kwa hiyo ni mwana hisa wa benki ya ushirika. Kwa hiyo benki hiyo unaona inavyoanza na nguvu. Ina nguvu ya wanachama wake, ya wateja wake, lakini na nguvu ya CRDB iko pale, na mabenki mengine na watu wengine ambao wameweka hisa zao. Lakini wakati ule wa uzinduzi, waziri wa kilimo Hussein Mohamed Bashe, ambaye namshukuru sana, alieleza namna benki ile itakavyokuwa na skimu kadhaa. Chacha alizitaja, nakumbuka, sina maandishi hapa, lakini mmoja alisema inaitwa equity fund na nyingine inaitwa guarantee fund scheme. Guarantees hiyo watakuwa nazo, na kwamba wataunganisha nguvu zake na Tanzania Agricultural Development Bank. Tuna benki inaitwa TADIB, benki ya maendeleo ya wakulima ya kilimo. TADIB anasema benki ile itaunganika nguvu zake na watafanya kazi pamoja. Namshukuru sana Hussein Mohamed Bashe, waziri wa kilimo, naye anaacha legacy kubwa sana katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mambo haya ya ushirika na kilimo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hiyo benki inaanza vile, lakini tuiangalie benki yenyewe kabla ya kumaliza, kwamba si nguvu ya soda, ila ni soda yenye nguvu. Tuangalie mambo kadhaa. La kwanza, hii ni benki ambayo kabla ya kuzinduliwa miezi mitatu kabla ya kuzinduliwa ilikuwa na mikopo kwenye daftari yake ya milioni kama 320. Inazinduliwa tarehe 28 Aprili, ndani ya miezi mitatu ina mikopo ya bilioni 16. Upo hapo, bilioni 16 shilingi. Ina amana za bilioni 18, na ndani ya miezi mitatu ina faida ya milioni 578. Hiyo benki inakufa hiyo? Hiyo benki haiwezi kufa, haiwezi kawa nguvu ya soda. Lakini pia ukiangalia product zake na services ambazo imeziandaa kwa ajili ya kuendesha mambo yake, ni product ambazo ni nzuri. Kwa mfano, wana product moja inaitwa Gala Pesa. Gala Pesa ile inamwezesha mkulima kuweza kupata hata 50% ya fedha atakazopata kabla ya mnada. Lakini wana Kopu Pesa, wana nyingine inaitwa Kopu Wakala, wana Kopnet, wana Jasiri. Jasiri ile ni ya wajasiriamali
wafanyabiashara wadogo wadogo, boda boda, bajaji na wengine wanaweza kukopa ndani ya benki ile. Benki hiyo haiwezi kufa kwa mujibu wa swali lako. Hiyo benki itadumu sana. Ni benki ambayo itaenda kuwa kubwa sana. Lakini wametarget hii benki kwa kumalizia kwamba wao wamepata clients milioni 10. Milioni 10 ifikapo mwaka 2030. Milioni 10 ni mara mbili ya current clients, yani wateja wote watu walio katika mzunguko wa mabenki kwa sasa ni kama milioni 5 plus. Kwa hiyo wakipata milioni 10 watakuwa wamepata mara mbili ya wateja wa sasa katika banking system yote ya nchi. Umenielewa hapo? Sasa ukiwa na 10 million clients by 2030, hii itakuwa namna gani? Na already wana mtaji, wana vyama vya ushirika, wana wakulima, wana wajasiri, wana wafanya biashara, lakini wana nguvu ya management na kubeba uzoefu kutoka katika benki ya CRDB Bank. Umenielewa sasa hapo? Na pia hayo yote uwezo ukayataja, narudia, ukasema mafanikio hayo watakuwa na 10 milioni bila kuitaja CRDB Bank. Kwa sababu kama CRDB Bank, Abdulmajid Musa Nsekela na timu yake wasingetoa ile bilioni 10 bilioni 7 kuwapa Kilimanjaro Cooperative Bank na bilioni 3 kuwapa Tandahimba, kama wasingewapa, na kama baada ya kuwapa wakati inaanza benki wangeamua kubeba lile deni kwamba tunawadai mtatulipa hela yetu, benki ingeanza na deni ingeanza na deni, ingefika mahali ingekwama. Na ameeleza wakati wa uzinduzi Abdulmajid Musa Nsekela kwamba mnaanza na clean balance sheet, endeleeni hivyo tusione mikopo chechefu na kadhalika. Kwa hiyo CRDB Bank ni backbone ya hii bank, na ndio maana nachukua nafasi hii kurudia tena na kusema CRDB Bank, na alisema mwenyewe mkuu wa benki ya ushirika, wameonyesha uzalendo wa uliotukuka, uzalendo wa hali ya juu ambao CRDB Bank wameonyesha katika benki, kuanzishwa kwa benki ya ushirika, kutoa bilioni 10 ukakopesha baadaye ukazisamee, ili mradi benki hii kwa umuhimu wake kwa umma, kwa umuhimu wake kwa wakulima, kwa wanaushirika, kwa wafugaji na kadhalika, benki hii iweze kufanya kazi na kuhudumia mamilioni ya Watanzania. CRDB Bank imeonyesha kitu ambacho kwa kweli inabidi na Watanzania inabidi wakielewe hicho, kwamba hii benki, unajua CRDB Bank, mimi ni client wa CRDB Bank, ni mteja wa CRDB Bank. Tuna kitu tunasema we are the bank that listens. Ni benki inayosikiliza, inayomjali mteja. Sasa si mteja tu wa CRDB, umeona, inajali maendeleo ya Watanzania wote kwa ujumla, si wateja tu wa benki ya CRDB hata kidogo. Na ndio maana benki ile kwa kumalizia, CRDB Bank imeendeshwa kwa uzoefu mkubwa na ubunifu mkubwa sana wa product zake. Ukiangalia inavyoaminika, kama recently Citibank City Foundation walivyokubali kuwapatia fedha mamilioni ya dola kwa ajili ya mnafahamu kitu kinachoitwa CRDB Foundation, ambayo imefikia malaki na malaki ya milioni ya wanawake ndani ya Tanzania. Ni ubunifu, lakini pia waliaminiwa, nafikiri mwaka juzi wakati ule wakapewa fedha za climate change, mambo ya climate finance. Kuna kitu tunaita climate finance, masuala ya climate resilience, climate adaptation, jinsi ya kudili na negative impacts za climate change, kupromote ecological and smart agriculture, kilimo hicho ambacho hakiharibu mazingira, ecological smart agriculture na kadhalika. Umeelewa? CRDB waliaminika kwa kupewa mamilioni ya euro ni ubunifu wao, wanaonekana ni wabunifu na wanafanya vizuri. Na yote hiyo ni bodi ya CRDB, ni CEO wa CRDB ndugu Abdulmajid Musa Nsekela, na ni watumishi na wakurugenzi ndani ya CRDB, mameneja na wafanyakazi wa CRDB. Wanajituma sana, wana uzalendo mkubwa, wanafanya kazi sana, na ndio maana unaiona hiyo benki ya CRDB imepaa hivi. Kwa hiyo huwezi kuongelea success au mafanikio ya benki ya ushirika Tanzania bila kuitaja benki ya CRDB. Lakini kwa kumalizia, ukumbuke kwamba CRDB maana yake nini? Nyie mnaona CRDB, mnajua neno CRDB? Cooperative and Rural Development Bank. Ndio maana CRDB, Cooperative and Rural Development Bank. Ilianza kama benki ya ushirika na maendeleo vijijini, ndio tulianzisha. Kwa hiyo imerudi kwao, CRDB Bank imerudi kwao. Kwa hiyo
CRDB Bank imerudi kwao, ina pacha wake sasa. Sio identical twin, ila ni furatano twin. Ina pacha wake sasa, ambayo ni benki ya nini? Benki ya ushirika. Na kwa hiyo CRDB Bank inatakiwa kujivuna sana, na Watanzania tunatakiwa tujivune sana kwa kuwa na benki ya CRDB na kwa kuwa na hii benki ya ushirika. Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana. Nichukue nafasi hii kwa moyo mkunjufu kabisa kuishukuru benki ya CRDB, kuishukuru bodi ya CRDB, kumshukuru kwa moyo wa pekee kabisa CEO na MD wa CRDB ndugu Abdulmajid Musa Nsekela kwa moyo mkubwa huo, na kuwashukuru wakurugenzi ndani ya CRDB, wakurugenzi kwa maana ya watendaji ndani ya CRDB na management na staff wote kote waliko nchi nzima na nje ya nchi, Burundi, Kongo na kwingine ambako CRDB inafanya kazi. Wanafanya kazi nzuri, tunaheshimu kazi yao na tunawaomba waendelee na moyo huo, na CRDB Bank itatuvusha na benki ya ushirika itatuvusha. Nimeona niyaeleze haya ili ujue kwamba kama tunataja nguvu ya CRDB Bank na bado imeweka hisa za 20% ndani ya benki ya ushirika pamoja na imeplay a very big role ya kuanzishwa kwa benki hii. Benki hii amini kabisa itakuwepo, itafanya kazi vizuri na itakwenda vizuri, na hata watu milioni 10 inayotarajia kuwapata kama clients wake 2030 huenda wakazidi mpaka milioni 12, 13, 14, 15. Kwa hiyo ni benki itafanya vizuri sana, na nawapongeza sana benki ya ushirika, nawapongeza sana CRDB kwa walivyojitoa kuhakikisha kwamba hii benki ya ushirika inakuwepo, na niipongeze kabisa kamisheni ya tume ya ushirika, wizara, lakini zaidi pia nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye kwa kuridhia haya basi haya yote yamewezekana na yameweza kuwepo. Na nambari zangu za simu ya kiganjani ni zile zile 0717 777 222 na 0769 888. Ni namba za Dr. Dennis Sheshelwa mchunguzi, na yeyote anayeweza kunitafuta nitafute katika nambari hizo na atanipata katika hizo, na tutaendelea kujadili masuala ya ushirika, masuala ya wakulima, na mimi ni mdau mkubwa wa ushirika, ni mdau mkuu wa kilimo, mdau mkuu wa climate change, negative impacts, resilience na adaptation, na masuala yote ya ecological agriculture, smart agriculture na kadhalika. Ni mdau mkubwa sana, na kwa hiyo tunaweza tukaendelea kujadili haya na namna yote kwa maana ya kuboresha maendeleo ya wakulima, maendeleo ya wafugaji, maendeleo ya wafanya biashara ndogo ndogo na zakati, na maendeleo ya Tanzania wote kwa ujumla. Ndiyo itakuwa discussion hiyo, tunaweza kuendeleza mjadala huu na tukazungumza, na itakuwa na manufaa kwetu na kwa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. kwa kutuongelea kidogo hapo kwenye benki ya ushirika. Sasa kwa wewe kama mtaalamu na mtu mwenye uzoefu mkubwa wa katika kilimo, na kama ulivyosema mwenyewe kwamba ni mdau, ujio wa hii benki ya ushirika unavyoona wewe katika kuelekea sasa hivi kilimo hiki cha kisasa na kilimo cha biashara, unadhani kuna mapinduzi gani makubwa yanaweza yakaletwa na ujio wa benki hii? Okay. Unauliza swali zuri kwamba ujio wa benki hii utaleta mapinduzi gani katika kilimo na katika kilimo cha biashara. Your interest ni hiyo. Ni kwamba sasa watu wataitumia, wakulima kama ambavyo tumekuwa tukisema na wanaushirika wanatakiwa sasa, kama alivyosema Mheshimiwa Abdulmajid Musa Nsekela katika moja ya warsha tukielekea katika kufungua benki ya ushirika, alisema kama we ni mwenyekiti wa ushirika wa chama cha ushirika, ni muhimu ukajua wakulima wangapi wako katika eneo lako, na katika eneo lako wangapi wako ndani ya ushirika, na kama hawamo kwa nini hawako ndani ya ushirika, na waliomo ndani ya ushirika wangapi wana account katika benki ya ushirika, si ndio? Ili waweze kunufaika. Lakini hata ambao wana account bado watafanya nini? Watanufaika. Swali lako unasema itatusaidia nini katika masuala ya kilimo? Ni kwamba sasa watu ni kwamba wameanza kitu kinaitwa tehama, teknolojia. Wana section ya tehama ndani ya benki ya ushirika, ambako mtu analipwa moja kwa moja bila kupitia kokote, yani mnasema electronic malipo ya mazao na mauzo ya wakulima na mambo mengi yatakwenda electronically. Sasa ni kidijitali. Kwa hiyo mtu amekaa kwenye kijiji somewhere huko kijijini, somewhere pembeni, bado ataona pesa zake, ana link na benki moja kwa moja, anaangalia hela ngapi imeingia, balance kiasi gani, anaweza akanunua pembejeo hapa, akalipa hiki hapa, kila kitu amekilink electronically. Na kwa hiyo itapromote sana na kuwapa nguvu sana wakulima kuweza kupata fedha za haraka za pembejeo, za mbegu, za vitu vingine wanavyovihitaji, na itawatia motisha sana kwa sababu watakuwa wanapata fedha kutoka katika benki hii. Kwa hiyo itapromote kilimo. Lakini pia benki yenyewe nafahamu
itakuwa na muda au namna wanavyozungumza kila wakati na wale watu wa vyama vya ushirika na wanachama wao kwamba jamani, kilimo tunachokihitaji ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni smart agriculture, ni kilimo kisichoharibu mazingira, kilimo kisichoharibu nini mazingira, kisicholeta soil erosion, kisicholeta kuharibu na kadhalika. Na hiyo yote itawezekana. Hilo pia watafanya nini? Watalifanya. Lakini swali lako la pili ni kwamba biashara, ni kweli kilimo chetu kwa miaka mingi kimekuwa si kilimo cha biashara, si ndio? Lakini sasa unaona kabisa ndani ya nchi yetu watu wanakazana na mazao ya nini, ya biashara. Kwa kupitia benki hii kilimo cha biashara kitakuwa kingi. Watu watalima mazao ya chakula, lakini watu wengi pia watalima mazao ya nini, ya biashara. Watauza ndani, watauza nje. Uelewe kwamba wizara yetu ya kilimo imekuwa ikilipromote hilo, na kwa mara ya kwanza sasa hivi ni muhimu kaelewa, maandishi wa habari, kwamba Tanzania tunajenga magodown ya kuweka mazao Rwanda, tunajenga magodown ya kuweka mazao Kongo, tunaweka magodown ya kuweka mazao Sudani ya Kusini. Umenielewa sasa? Na huenda tukuweka nchi nyingine, Uganda na kwingine. Ni kwamba tumepaa zaidi. Lakini ukumbuke kwamba toka miaka miwili iliyopita au mitatu, kwa mara ya kwanza Tanzania inauza mchele katika soko la Jumuiya ya Ulaya. Lakini uliona pia wakati Mheshimiwa Rais akiwa India, Waziri Bashe na kadhalika, kwamba India ilituruhusu kupeleka mazao yetu mengi wakati ule walisaini mikataba. Umenielewa? Biashara hiyo. Kwa hiyo kwa benki hii watu wataweza kukopa, si ndio? Wataweza kufanya kilimo cha biashara, wataweza kuuza na wataweza kupata faida na kuendeleza kilimo chao na kuendeleza maisha yao. Kwa hiyo hii ndio faida kubwa unapokuwa na benki kama hii inapokuwa ipo. Lakini na benki nyingine pia zimekuwa zikifanya kazi hiyo vizuri kabisa ya kuwakopesha wakulima, especially benki ya CRDB imekuwa ni kinara katika hilo, na mabenki mengine yamekuwa yakifanya hivyo. Lakini benki hii itakuwa mkombozi zaidi kwa sababu moja, benki hii ina akaunti moja. Kwa kumalizia, akaunti ile itawafanya wakulima waweze kupata fedha isiyokuwa na mikopo yenye riba kubwa. Upo hapo, wataweza kukopa na kufanya kilimo bila riba kubwa. Umenielewa vizuri? Na wanapokuwa kwenye ushirika inawapunguzia masuala yale, na alieleza Abdulmajid Musa Nsekela ya kuangalia namna ya kufanya ili masuala ya mortgage unajua ile, mpaka uweke nyumba ndio tukukopeshe, si ndio? Mpaka uweke kiwanja ndio tukukopeshe. Abdulmajid Musa Nsekela anasema twende tuangalie uhalisia, tuone bado mtu anaweza kukopeshwa kwa dhamana ipi, ili mradi aweze kufanya shughuli yake na atulipe pesa zetu bila kuweka mambo mengi yatakayochelewesha watu kuweza kupata fedha na kutumia fedha za benki hii, jambo ambalo ni zuri. Kwa hiyo kwa mjibu wa swali lako, watapromote smart agriculture kama kawaida benki hii, na watapromote kilimo cha biashara.